Watu wengi hawasemi hawatafanya kitu. Hawasemi sitaki. Badala yake wanasema sentensi ambayo inaonekana haina tatizo kabisa. Wanasema nitasubiri kidogo. Sentensi hii inaonekana ya kawaida sana. Inaonekana kama mtu anayepanga maisha yake vizuri. Inaonekana kama mtu anayejitayarisha. Lakini mara nyingi sana sentensi hii ina maana nyingine kabisa. Ina maana naogopa kuanza. Hebu fikiria mfano wa kawaida kabisa. Kuna kijana ana wazo la biashara. Anafikiri kuuza chakula cha mchana ofisini. Anaona kabisa kuna watu wengi wanahitaji huduma hiyo. Anaona soko lipo. Lakini kila siku anasema kitu kimoja. Ngoja kwanza nipate mtaji mkubwa kidogo ndio nitaanza. Lakini ukikaa chini na kuangalia kwa makini unagundua kitu. Biashara anayofikiria haihitaji mtaji mkubwa sana. Inahitaji tu kuanza kidogo. Labda vyombo vichache, labda chakula kidogo, labda wateja wachache wa mwanzo. Lakini bado anasubiri. Siku zinapita. Miezi inapita. Na ghafla mtu mwingine anaingia kwenye idea hiyo hiyo. Anaanza kidogo. Anaanza pole pole. Lakini anaendelea. Baada ya mwaka mmoja, kijana wa kwanza bado anasema, ngoja nipate mtaji kwanza. Lakini yule wa pili tayari ana wateja. Ana uzoefu, ana makosa aliyojifunza. Halafu ana maendeleo. Hapa ndipo tunapoanza kuelewa ukweli mmoja muhimu sana. Kuchelewesha kuanza mara nyingi sio mipango, ni kukimbia hatua ya kwanza. Sasa hapa kuna swali muhimu sana ambalo unapaswa kujiuliza kwa uaminifu kabisa. Swali hilo ni hili. Ni kitu gani katika maisha yako ambacho umekuwa ukisema nitafanya baadaye? Labda ni kuanza biashara, labda ni kujifunza ujuzi mpya, labda ni kuanza kuweka akiba, labda ni kubadilisha tabia fulani. Sasa jiulize swali hili kwa utulivu kabisa. Je, kweli unasubiri mazingira sahihi? Au unajaribu kukwepa hofu ya kuanza?